kina mama wa Masai, ndugu zanguni, tusipotoshwe na vijana, tusipotoshwe na watu ambao wamesharizika na maisha yao. Sisi bado tunapambana. Huyu mheshimiwa ambaye kwa sasa tunamtambua kwa majina ya Dr. wa Mipaka, hata kipindi anachukua fomu aliandika hivyo kwamba ni Dr. wa Mipaka. Olohola ilengi adeg no yeyo la baba kinde baba uchaguzi enchama erendo la kibwere unda nemedo kya kwani nana ni darara kyo moni ndayado enda wasani ngokura oriwani langare komolo. Sasa naomba niombe ushauri ndugu zangu, uchaguzi tumemaliza siku nyingi. Usidanganyike hata siku moja. Mnielewa? Mimi ninawashauri ndugu zangu. Nimesimama kama mjumbe wa kamati ya siasa wa kata. Sawa? Kuna kitu inaitwa tathmini kwa uchaguzi ya safari hii ya tarehe 29. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wanataka 95%. Nikikuta tofali ambaye imepungua kidogo na jazilisha ya ile sehemu Baraka amefikia. Hiyo ndio uongozi. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Diwani mteule wa kata Komolo Saningo Kiponsomi ameendelea na ziara yake ya kuzunguka kijiji kwa kijiji akinadi sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa wananchi wa Komolo. Ziara hiyo inalenga kuwaelimisha wakazi wa kata hiyo kuhusu mipango ya maendeleo ya chama na kuomba ridhaa ya kuchaguliwa rasmi kuwa diwani ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Katika ziara yake, Saningo Kiponsomi ametembelea vijiji mbalimbali ikiwemo kijiji cha Komolo na kijiji cha Ingi, ambapo amesisitiza dhamira yake ya kushirikiana na wananchi kuhakikisha huduma muhimu za kijamii zinaboreshwa, huku akisisitiza kwa kauli mbiu isemayo chagua CCM kwa maendeleo ya Komolo, ikiwahimiza wananchi kusimama kidete na chama hicho kwa mustakabali wa kata hiyo. Ziara hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa vijiji na vitongoji, jambo lililodhihirisha mshikamano wa viongozi wa ngazi za chini na chama, ambapo viongozi hao wameshuhudia wananchi wakijitokeza kwa wingi kumpokea na kumuunga mkono diwani wao mteule, wakionyesha matumaini makubwa kuwa CCM itaendelea kuwaletea maendeleo endelevu. Saningo Kiponsomi anajulikana pia kwa umahiri wake kama daktari wa mipaka katika kata ya Komolo. Amewahakikishia wananchi kuwa atatumia nafasi yake kuwasemea na kuwaletea miradi ya maendeleo ikiwemo uboreshaji wa miundombinu, upatikanaji wa maji na fursa za kijamii zinazowanufaisha wakazi wote bila upendeleo. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Uchaguzi katika mchakato wa Chama cha Mapinduzi umekwisha. Sasa tuko katika kura ya serikali. Sasa uchaguzi mkuu wa tarehe 29. Nafikiri mimi kupitia kata nimeaminiwa na Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera ya CCM. CCM hoye! Komolo safi! Lakini pia kwa ngazi ya kitaifa, Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, siku ya tarehe 29 tumpe kura nyingi. Lakini tarehe 29 pia mbunge wa jimbo Mheshimiwa James Milia, na ni mbunge wa Afrika Mashariki, lakini pia ameaminiwa katika jimbo la Simanjiro. Naomba tumpe kura tarehe 29. CCM hoye! Mimi nataka niwaambie, nimeonekana katika kijiji cha Komolo, ndio maana nimeaminiwa na Chama cha Mapinduzi. Mmenilea katika miaka 10 nikitumikia serikali ya kijiji. Lakini unajua kama walivyoongea wengi, Chama cha Mapinduzi ndio inashika dola. Usidanganywe na mtu. Lakini nikisema ukweli, mnasema amesema hata akiwa na kura moja atashinda. Kwani ni kura moja imenishindisha katika kura ya maoni? Sasa nikisema ukweli inawaumiza wengine. Mimi nataka niwaambie, katika
kuzunguka kutafuta kura na kupata upinzani katika kata hii. Mnaelewa ndugu zetu wameenda jukwani kunichafua na kuchafua Chama cha Mapinduzi, si ndio? Lakini sijawahi hata siku moja, au mmesikia? Nilijua watarudi nyumbani. Sasa wamechelewa kurudi nyumbani. Nimeaminiwa na Chama cha Mapinduzi na ni lazima nisimame kutafuta kura ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ilani imesheheni miradi katika mkoa wa Manyara. Chama cha Mapinduzi mara 3. Madiwani wote katika mkoa wa Manyara wana ilani ya Chama cha Mapinduzi wote. Lakini wao wakija, hebu waulizeni iko wapi ilani? Watapata wapi ilani? Hawana. Hii ilani imesheheni miradi yote katika vijiji. Vijiji 55 katika wilaya Simanjiro, lakini na mkoa. Juzi nimeenda sekondari. Nimejitahidi kuongea na mkuu wa shule. Tukapitia hii ilani, imechukua miradi ya shule ikiwa nyumba ya walimu, barabara maeneo yetu, lakini pia maeneo mawili imetekelezwa na serikali ya Samia. Imetoa shilingi milioni 30 kwa sababu ya kumaliza maabara. Lakini pia milioni 50 kwa madarasa mawili. Naomba makofi kwa CCM. Hizo fedha tayari kwa akaunti ya shule. Lakini bahati mzuri mwenyekiti wa kijiji amesema tuna milioni 164 kwa sababu ya kumaliza majengo kituo cha afya. Kituo cha afya nimetenga mwenyewe bila kulalamikiwa na wananchi ekari 50 kwa sababu ya kituo cha afya. Wananchi waliokuwa maeneo hayo imefidiwa na kijiji cha Komolo. Sio na mimi. Imefidiwa na kijiji cha Komolo. Lakini nataka niwaambie kwa sababu ya muda. Najua wanayekimbia vikao vya usiku kunichafua. Bahati mzuri mimi nawafahamu. Ni wananchi wangu. Lakini walioshindwa kazi ya mikono yao. Kushindwa kazi ya mikono yao, sasa wanaanza kunichafua. Wo. Rafiki yangu kishindwa kufanya kazi, alafu unakuwa unasema Simba amepataje gorofa? Hiyo imekula kwako rafiki yangu. Wanaenda wanajadili usiku. Huyu mwenyekiti ana magorofa amejenga, kuna wazungu. Anashinda kutofautisha Wachina wachimba sijui ulanga. Wanasema wazungu ndio. Na wewe piga kazi upate wazungu. CCM hoye. Rafiki yangu utateseka. Huyu anayehangaika atateseka. Mimi nawashangaa sana. Amejitahidi akitaka kijiji, nimempiga kwa 1200. Na ninyi ndio mmenipa kura. Lakini baadaye nimesaidi karibu mashamba 4 akiuza ya kwake. Nawaambia hivi, nawaonea huruma. Lakini nikiwatathmini ni hawa wauza ardhi, niwaambie. Nikiwatathmini hawa ambaye nimesaini mimi mikataba yao. Sasa nataka niwaambie mwenyekiti wa kijiji, bahati mzuri Mungu wananchi hawa watanipa kura za kishindo. Si mtanipa? Nitaapishwa tutakiingia kwenye serikali. Sasa kama walijua jamaa amepisha katika mwaka mmoja lakini wanaingia maeneo hawaujui na wao haulizi. Rafiki yangu nakwambia tutashirikiana. Yaani hao wanaipenda kulalamika wataacha kulalamika. Nimeingia kijiji cha Komolo, nimeongoza kabila 120 bila kubagua rangi. Niliingia bila kubagua rangi, huyu ni nani. Mmeanza kulalamika, sawa. Lakini hata leo hii mimi sio mwenyekiti wa kijiji. Mimi ni diwani. Tutashirikiana na mwenyekiti. Nimekuja kuomba nafasi hii ya kata nikisema na uwezo mkubwa. Ndio maana sasa chama changu kimeniamini. CCM hoye. Komolo safi. Lakini niseme tu, nimeongoza wananchi katika miaka hizo bila kubagua rangi. Mnafahamu wote.
kwamba ilikuwa natenda haki, na wakati wa mchakato wa CCM sio lazima uwe na wanachama wote, lazima iwe na makundi katika wagombea wote. Kwa hiyo silaumu yoyote ambaye hakuniunga mkono katika mchakato wa CCM. Wote nilikuwa naona mko sawa. Kwa hiyo kilichobaki baada ya CCM kuniteua na kupata kura zenu nyingi, hata leo sijui nani kanipa nani hajanipa. Engii safi. Engii hoi. Unajua napenda kutumia lugha moja ya katibu wangu wa kata. Nikijaga Engii. Niliwahi kusema sitaki kura Engii, lakini nikalazimishwa kupewa kura za kishindo. Kura za Engii kama mlivyosema ni kura 200 kipindi hicho nakumbuka na 30. Lakini waliongoza mwenzangu kwa kura 30. Nilipata kura 100, lakini kwa hasira kubwa nimesema sitaki. Wanafahamu wao wenyewe. Lakini pia kwa sababu ya kufanya mengi, kama nilivyokuta maeneo ambayo wameozi viongozi, nimezungumza kila siku. Iligawanya kwa wananchi 48 Engii ambayo wana maboma maeneo mapya. Si mnayo? Engii safi. Engii hoye. Lakini niseme tu jambo moja. Nimalize kwa hapo niseme, kwa sababu wameshanielewa wazee wangu ambaye hawaelewi sana, kwamba mimi ni kiongozi anayekuja kutenda haki. Nikikuta tofali ambaye imepungua kidogo, najazilisha ya ile sehemu Baraka amefikia. Hiyo ndio uongozi. Mwenyekiti wangu wa kijiji, mimi natambua nafasi yangu. Nafasi hii hata kesho wakikimbia au anayesema tumemchagua diwani, na wamwambia kazi ya mwenyekiti hii ndio hii. Tunaeleweshana tu. Wala sichukui majukumu ya mwenyekiti wa kijiji. Nachukua majukumu hii ya kata, sio ya kijiji. CCM hoi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme mambo mawili. Wana Komolo, tulimaliza mchakato wa kura ya maoni. Kura ya nini? Hatujamaliza uchaguzi. Tofautisheni hizo mambo mawili. Tulikuwa kwenye kura ya maoni ambayo ilikuwa inafanyika ndani ya chama chetu. Ile imeisha. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Sasa ni watonye jambo moja. Ajabu, mtu ameomba jana kura ndani ya CCM, akakosa, akaingia upande wa pili. Huyo mtu ni mshindani au analake jambo? Huyo mtu tumchukulie kwamba ana nini? Analake jambo. Tumemaliza mchakato, tumewapata viongozi ambao tulikuwa tunawatarajia tuwapate, tayari tuko nao. Ndio sasa tunawaleta mbele yenu muwatambue na nyinyi pia muwakubali, ili sasa waende kwa kutufanyie kazi maalum, ambaye kazi maalum ni mahitaji ya kimaisha na kijamii. CCM hoye. CCM hoye. Ndugu zangu, tunaenda kwenye uchaguzi. Tunaenda kwa sababu tulikubaliana miaka 5 iliyopita kwamba tutarudi tena miaka 5. Na ndio kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mujibu pia wa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuliwaomba ridhaa, muda ule umefika, tumerudi tena. Tunatembea kifua mbele kwa sababu tunaamini tulioyaahidi mmeyaona. Mmeyaona, zahanati mnazo, maji mnazo, umeme mnayo, barabara mnayo. Nasimama hapa kuombea Chama cha Mapinduzi kura, na kuna sababu inayoifanya tuombee Chama cha Mapinduzi kura ndani ya kata yetu ya Komolo. Sababu ya kwanza, elimu. Katika kijiji cha Komolo tumebahatika kupata milioni 35 kwa ajili ya kuimalizia nyumba za walimu T2 in 1. Lingine, tumepata milioni, tumejengewa juzi Olembole, shule mpya chikizi Olembole imejengewa madarasa 4 kupitia shirika la Ikla Foundation. Tumejengewa madarasa 4, nyumba za walimu na choo 2 yenye tundu 32. Kwa hiyo tunafuraha sana.
Kwa hiyo mwakani nadhani wanafunzi wataanza huko. Ndugu zanguni, tunaingia upande wa maji ambayo inaifanya leo nisimame kuitetea Chama cha Mapinduzi ndani ya kijiji cha Komolo. Maji tumejengewa lita 75 kitongoji cha Olembole ambayo inapeleka kilomita 8 maji zaidi mpaka Kidawasi, na watu sasa hivi wanakunywa maji maeneo haya. Yengi tumechimbiwa maji na shirika ambaye sasa hivi tumenunuliwa generator ya milioni 2,850,000. Kwa hiyo ndani ya wiki 2 lazima maji itatumike Yengi. Nanulo derelo nari lenga Yengi biaro na lareke mayana nengirongo jando njige narigiro. Ushauri age ndau olohola ilengi adeg no yo la baba kinde baba uchaguzi enchama erendo la kibwire unda nemendo kya kwani nana ni darara kyo moni ndaya ado enda wasani ngogura oriwani langare Komolo na ikila ga monda adegi enta wa James Kura James Milia orbunge lorjimbo le Simanjiro Nairobi saira na bagandai ente ngogo kura Mama Samia Suluhu Hassan no yeyente ore anamba basore ore siangai eredona ilungana kumpala rori Yengi neseba kwanza ibongeza anu ngira rubalo sini amada gongo na elitu ababu kagediro Yengi ha omerero oguni ayediro isonna homera bara ne kabwa daga ina buyo ore ante hebara ame hebaba menjire dero hore na buranda rongwa ine hebaba nali ana imeni jarere ende hebara mo sisi amagana gondoge bawogin ore anare ediro yaba me buga ame martina paga ko silalirara ya pa ame ana ajina herra na dogone aidera ba me merero falini nagara ana me mererai angai longari agawani ngaro hanya kula rengi ngaro senano na degi ore ramo adu ore ba ore gado na de ngore gado ni dingsiye mangura ria na ibwa mon sani ngo bele ra yoro ke siberbe be gal dara de ne wi be gru malang ana ma yo ndo ine ru kore gado wa haira pa ma meri aga yo sani ngone na ranjele le mono rogura ado na ga yande kijana lai ne yamo airuri na do sie kiwa na don jigin pa ide na wono asolayo sisi moe mama speda oye nena rengo go ne giligiro. Mimi niwaeleze tu ukweli kuhusiana na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi hadi sasa kuanzia ianze ina miaka 60 na inaelekea miaka 60 na. Ukija kudanganya kwamba unaweza kumuondoa madarakani ni ngumu mno. Huyu mheshimiwa ambaye kwa sasa tunamtambua kwa majina ya Dr. wa Mipaka, hata kipindi anachukua fomu aliandika hivyo kwamba ni Dr. wa Mipaka. Na ni kweli kwa sababu ukiangalia huku mpaka wa Komolo na Kilombero, wakati mimi nakuwa tulikuwa tunajua kwamba ni mti fulani kwa Kimasai, huo mti wanaita hii hapo. Ndio mwisho wa mpaka. Kuna mti fulani kama huo ambao kama umelala hivi. Lakini mheshimiwa alivyoingia, alivyosimama tu wale watu wa kule walikimbia. Yani mpaka sasa hivi sijui hata kama ni anafika huko kijijini kwao. Mimi sijajua maana yani watu wamerudi kweli. Na mpaka sasa maana mimi uko wangu wengi wako kule. Uko wangu wa upande wa baba wanasema mmempitisha nani? Nikamwambia Saningo. Asema yule mnyama. Hasa kama alitumaliza akiwa mwenyekiti wa kijiji, je, akija kwa diwani wa kata? Mbona sasa ataendelea kutuumiza? Kwa hiyo ndugu zangu wana Komolo, naombeni jamani, naombeni msidanganyike. Naombeni tuwe kitu kimoja.